Baada ya Simba kufuzu fainali ya kombe la shirikisho Afrika, umesikika ukisema kwamba ni fluku. Pengine utoe ufafanuzi, ni fluku kwa nini Simba wameenda fainali wanasema ni fluku? Unajua neno fluku inawezekana ndio ambalo linawachanganya watu kwenye kulielewa na muktadha wenyewe nini kilikuwa kinafikishwa. Nasema ni fluke kwa sababu ni kitu ambacho kwangu mimi nahisi kimetokea bila kutarajiwa. Yaani hakukuwa na ile mwanzo wa msimu mtu ana ndoto kwamba Simba msimu inakwenda kucheza finali. Kwa ndio kwa sababu nasema hii ni fluke, kwamba ni kitu kimetokea bila kutarajiwa. Lakini simaanishi kwamba Simba hawakuwa na performance hiyo ya kuwafikisha kwenye hiyo finali kwa kulingana na wapinzani ambao walikutana nao. Kwa hiyo kwangu mimi nasema ni fluke kwa sababu mwanzo wa msimu imani kubwa ilikuwa ni kwamba timu inatengenezwa. Kwa hiyo kwenye kutengeneza timu tunajua huwa mafanikio ni machache na madogo. Kwa hiyo kwa Simba ni kama wamevuka ule utaratibu ambao timu nyingi zimekuwa zikipitia. Kwa timu nyingi wakati zinajitengeneza huwa zinapita nyakati za mpito, zinakuwa na performance ya panda shuka, hakuna uhakika wa kitu kinachofanyika kwa muendelezo. Lakini Simba wamevuka, na wala si kwamba kuna kanuni lazima upite hapo, isipokuwa kwa sababu kwa ujumla imekuwa ikipitia eneo hilo. Kwa hiyo na matarajio yalikuwa ndio hivyo, na hata ulikuwa ukiwasikiliza wenyewe ni Simba yao mwanzoni kauli mbiu ilikuwa ni kwamba sisi tunatengeneza timu, hatuna pressure, tunakuja na ukisikiliza maneno yao na timu ambavyo ilianza kutengenezwa unakubali kwamba hii ni timu ambayo inatengenezwa. Lakini wamekuja bahati nzuri wamefika sehemu ambazo hata wao wakikaa wenyewe wanafikiria huku tumefikaje. Lakini kwa sababu kuna nyakati walikuwa wanajihisi wana timu nzuri zaidi ya kwenda huko ambako wanatakiwa kwenda, lakini hawakufika. Ndio nyakati hizi ambazo wamejihisi wanatengeneza timu wamefika na kwenda huko. Ndio sababu mimi nikatumia neno fluke, kwamba hili ni fluke na wala sio ubaya timu kufluke, kwa sababu mnakuwa na mipango yenu kwamba msimu sisi tunataka kumaintain kwanza tupate anania kwenda kimataifa, kwa maana ndani tupate nafasi 2 za juu. Lakini kwenye kombe ambalo tunacheza la shirikisho, sisi kulingana na ujayanti wetu tunapaswa kuendelea kumaintain group stage na kwenda robo. Ikitokea tukafika nusu finali, kwa tutakuwa tumefanikiwa sana, kwa sababu miaka mingi tumekuwa tukikwamia kwenye robo finali. Sasa timu ambayo imekuwa ikikwama kwenda nusu finali kwa misimu zaidi ya 5, leo hii huwezi kuiona ikawa na wazo kwamba tunakwenda kucheza finali. Kwanza wazo litakuwa tunakwenda kwenye nusu finali, na wakifanikiwa nusu finali ndipo ambapo likaja kwamba kumbe inawezekana. Na timu imefika finali, ni kupongeza timu kwa kile ambacho imekifanya, lakini siwezi kuacha kusema hicho kitu kimetokea ambacho hakikutarajiwa. Hilo ni mimi nitaendelea kusisitiza, na kwa bahati mbaya inawezekana ikawa inawakera watu wengi, kwa sababu tayari ni kitu ambacho watu wamekipata, alafu unasema wamekipata kama kwa bahati kwa bahati au kimetokea bila wao kutarajia. Lakini kwangu mimi nadhani hata wao, mtu yote ambaye alikuwepo toka mwanzo wa timu inasajiliwa, inaleta mwalimu, tumepata profile za mwalimu zilivyokuwa. Kwa hiyo unaweza ukajua toka mwanzo watu walijua ni kitu gani ambacho klabu inakiendea, na ndio maana hata mashabiki na wanachama wa Simba walielewa kabisa kwamba timu yetu iko kwenye kutengenezwa. Kwa hiyo hata ile pressure juu ya timu na viongozi ilikuwa haipo. Timu ilikuwa iko comfortable kabisa, mwalimu aachiwe afanye kazi yake. Lakini kadri siku zinavyokwenda, mwalimu akaonekana ametengeneza timu ambayo inaweza kushindana ndani ya kiwanja. Na hata ukifuatilia kwenye michuano, Simba si miongoni mwa timu dhaifu ambayo imecheza michuano hii. Yaani kufluku haimaanishi kwamba wewe hauwezi kabisa, hapana. Tubaki hapo kwanza, hiyo fluku kuna mtu mwingine haelewi maana yake ni nini. Kwa Kiingereza ukikitoa, yani kwa sababu Kiingereza pia neno fluke linakuwa ni kama msamiati, ukienda kwenye kulitafsiri inakuwa kama wenyewe Kiingereza wanasema ni stroke of lucky. Lakini pia kwa maana nyingine wanasema ni unexpected thing, lakini pia ni accidental. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ukiangalia sasa kwa jumla ni kitu ambacho hakikutarajiwa kutokea, lakini kimetokea. Inawezekana kwa sababu ni msamiati likawa linakera sana, kwa sababu inaonekana kufluke. Yaani kama vile ulikuwa huwezi alafu lakini haikuwa kwenye mipango ya klabu kwamba msimu huu sisi tunatengeneza timu na timu hii tunakwenda kucheza finali.
Na unaiona Simba ikichukua ubingwa mbele ya RS Berkane ambayo watacheza nayo finali? Ya, inawezekana kwa sababu tayari nao ni wana finali, kwa sababu anayechukua ubingwa ni ambaye atashinda kwa jumla. Na Simba kwa msimu huu kwenye michuano ya kimataifa wamekuwa ni miongoni mwa timu ambao zina perform vizuri. Ukiangalia kwenye takwimu za kwao kwenye mechi zote ambazo wamecheza, mechi ambao wanaonekana hata walikuwa outplayed na timu nyingine ni mechi zidi ya wapinzani wao Stellenbosch ya away, ndio ambao inaonekana Simba ilikuwa na umiliki mdogo wa mchezo, lakini nyakati zote wamekuwa wakimiliki mchezo na wakishambulia. Miongoni mwa timu ambao zina mashambulizi mengi kitakwimu ni Simba. Sema mimi natofautiana na watu katika kutengeneza nafasi na kushambulia. Simba ni timu ambayo inashambulia sana, lakini wanalaumiwa kwa sababu inaonekana kama ndio kutengeneza nafasi, lakini ni timu ambayo inacheza vizuri. Na mpinzani wake Berkane anawezekana akaonekana ni hatari zaidi kulinganisha na wapinzani ambao Simba amekutana nao, kwa sababu ya namba na historia toka michuano imeanza. Utakumbuka Stellenbosch ambaye alikuwa kundi moja na Berkane walikuwa kundi moja, na kwenye mechi za makundi mechi mbili Berkane alishinda kwa goli 8 kwa jumla kwa moja. Mechi ya kwanza South Africa alimfunga goli 3-1 na akaja akamfunga 5-0. Kwa hiyo inawezekana ukaanza kuoanisha kwamba kama yule tu ameisumbua Simba, lakini kumbe mpira wa miguu haupo hivyo. Kila mpinzani ana namna yake ya kumwendea. Kwa hiyo Berkane wamekuwa na wapinzani ambao inaweza kuwa ni kipimo kizuri kwa Simba kwenye mchezo wa finali, na mimi naamini kama Simba inaweza ikapata wachezaji wao wote kwenye ubora. Ukiangalia hata mchezo wa mwisho Mpanzu alipatikana, lakini kwa uchache, pamoja na Kibu ambao ndo wamekuwa wakiinua timu na kuipeleka mbele. Kwa hiyo matarajio ni kwamba itakuwa na finali nzuri, kwa sababu timu zote toka zilipotoka mpaka hapa zimekuwa na performance nzuri sana. Kiemba, wakati Fadlu anakuja Tanzania, kuna baadhi ya watu walibeza uwezo wake kwa sababu hakuwa kocha mkuu alikokuwa anatokea, lakini alishahusika kwenye kuishusha timu kule Afrika Kusini. Unavyomtazama ni kocha wa aina gani na daraja gani? Unajua wakati mwingine watu huwa wanahukumu kulingana na namna ambavyo mambo yameenda bila kuangalia historia na ni kwa nini jambo limekuwa hivi. Mimi namuona kama ni miongoni mwa makocha ambao wa kisasa wenye uwezo wa kimbinu kutengeneza timu. Mimi naweza nikakwambia yani kwa timu ya Simba ambavyo ilikusanya kundi lake na mpaka sasa kile ambacho inakifanya, unaweza ikawa inamuelezea Fadlu ni kocha wa aina gani. Inawezekana kocha akashusha timu, lakini haimaanishi kwamba hana uwezo wa kufundisha. Unaweza kushusha timu kulingana na rasilimali zilizopo ama matatizo ya sehemu ya management, na timu inaweza ikashuka, lakini mzigo unabaki kwa mwalimu. Au kutokuwa kocha mkuu, kila mwalimu ana sehemu ya kuanzia. Yaani hao unaona ni makocha wakuu na walikuwa wasaidizi. Tunakumbuka kina Mourinho walikuwa wanasaidia watu, baadaye nao wakawa makocha wakuu. Leo hii Fadlu alikuwa ni msaidizi, sasa hivi ni kocha mkuu, ana uhuru na uwezo wa kuamua yale ambayo anafikiria. Ubaya wa kuwa kocha msaidizi, unatembea na mawazo ya mwalimu wako mkuu na wewe kazi yako ni kushauri na kujazia. Hapa unaonaje? Ndio unaweza ukajazia, lakini hauji na mpango na ukausimamia kwamba wengine wanajazia ila mpango mkuu ni huu. Sasa hivi Fadlu ana nafasi ya kuweka mpango wake mkuu na wengine wakawa wanamsaidia kujazia. Kwa hiyo inawezekana ukawa msaidizi, na ndio maana kuna wakati hapa katikati aliteuliwa Kaseja kuwa kocha wa Kagera. Baadhi ya watu nilikuwa nazungumza nao wanasema sasa Kaseja ataweza. Nikamwambia sasa hao walioweza wameanzia wapi? Sehemu ya kuanzia ndio hii, na tumpime kwa kile ambacho anakifanya, sio historia yake ambayo amekuja nayo au ambayo imeshapita. Kwa unaona leo Company amepewa timu ya Bayern baada ya kuishusha timu Burnley. Sasa unaona wakati unajaji unaweza ukawa na uwanja mpana wa kuangalia. Huyu kocha alishusha timu, kipi kilisababisha timu ikashuka? Kwa hiyo wakati mwingine sio uwezo wa kocha peke yake kushusha timu. Kuna fakta nyingi, lakini bado timu inavyocheza inaweza display kocha na kuona bana huyu ni mwalimu wa aina gani. Kwangu mimi Fadlu ni tactician mzuri ambaye anaweza kutekeleza mipango ya timu ndani ya kiwanja na kuagiza vijana, na hata ukiangalia namna ambavyo amekuwa na utulivu kwenye benchi, haijalishi mambo yanaendaje. Kwa namna ambavyo ninamuona Fadlu bana, kwangu mimi ni kocha ambaye unaweza ukapongeza Simba kwa jicho hilo na kufuziba masikio kwa hizo takwimu za kocha na kumwamini na kumpatia timu yao.